عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بعد يكمشور الله سبحانه وتعالى، leo tena kwa wapendwa wafuatiliaji wa channel yetu hii ya Parungu Online 2 tunakuletea chache miongoni mwa fawaid, hususan katika kipindi hiki tulichokuwa nacho, kipindi adhimu, kipindi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia ni zawadi kwetu sisi. Kipindi hiki cha siku 10 za mwezi wa Dhulhijja ni katika vipindi ambavyo atakayejaliwa kuvipata basi amepata hadhul awfar, na sisi ambao tumejaliwa kuwa katika kipindi hiki hakuna ambaye atatakiwa kuwa mnyonge kwa kiasi hicho, kwa maana ya kwamba sasa hivi kuna watu waliokuwa na uwezo wao wamesafiri kwenda katika mji mtakatifu kwa ajili ya kwenda kuyachuma yaliyokuwa mazuri, kwa ajili ya kwenda kujitakasa na madhambi yao, kwa ajili ya kwenda kutafuta kila namna ya kheri. Lakini wako ambao hawakujaliwa uwezo huo. Mwenyezi Mungu awajalie, lakini wakati huu ambao hajawajalia bado hawakubaki pweke. Kwa hiyo tutaambiana mambo ya umuhimu ya tukiwa tuko huku, ili wale wenzetu ambao wamebarikiwa kuipata safari kama ile wasiwe kwamba sisi tunabakia na wivu alafu na kulia alafu ndio basi imekwisha. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoendewa na fukara zamanihi, mafakiri katika zama zake, waliwahi kumuendea wale waislamu waliokuwa na hali za duni kabisa na kumwambia, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri, kama ambavyo hadithi maarufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaeleza mambo mengi kabisa, akawaambia hivi Mwenyezi Mungu hakujalia kadha kadha, na mpaka ikafikia mwisho kuona kwamba kumbe yako mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo cha umuhimu kabisa, kwanza katika kipindi hiki tutambue kwamba amali njema katika siku hizi ni bora kuliko amali njema hiyo kuifanya katika siku nyingine. Malipo unayoyapata kwa kuifanya amali hiyo kipindi hiki sio yale uliyoyapata wakati ulipoifanya amali hii kabla au baada ya siku hizi 10 zitakapopita. Basi tupupie kila aina ya wema unaofahamu, jitahidi basi huo umeufanya ndani ya kipindi hiki cha siku 10 hizi. Ndugu zangu, na haya ni katika mambo muhimu sana ambayo kama tutayapupia na kuyapata, basi tutakuwa tumefaulu na hatutakuwa wanyonge tena kwa kukosa lile ambalo wenzetu waliokuwa na kipato wamebahatika kulipata, nalo ni safari hii ya kwenda katika mji mtukufu. Ndugu zangu, yaqulu Allahu tabaraka wa taala, walayalin ashir ويقول fasalli lirabbika wanhar. Haya masiku 10 aliyoyataja ndio haya ambayo tumeanza na tuko nayo. Masiku haya yanakamilika kuanzia tarehe 1 mpaka kufika tarehe 10, na kila siku ina shughuli yake, kila siku ina jambo lake. Labda tukwa kupoteza, ili tusije tukapoteza muda sana, basi tuseme tutazichukua siku 2 katika siku 10 hizi, ili tuzitumie siku 2 hizo katika maudhui yetu haya. Siku ya kwanza ambayo tutaitumia katika maudhui haya ni siku ya 9. Siku ya 9, ndugu zangu Waislamu, ni siku ambayo Waislamu wanafunga, na ni funga ambayo tukienda katika mtiririko wa saumu za sunna, siyam as-saumul masnun, katika vitabu vyote vya fiqh ukifika utaikuta ya kwanza kabisa saumu yaumi Arafa,
kisha ndipo zinakuja suna nyingine na nyingine na nyingine. Hii ni kuonyesha kwamba saumu hii ni katika saumu muhimu sana. Hivyo basi tujitahidi, itakapokuwa imefika siku ya 9 katika siku zetu 10 hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ameapa nazo, basi tuifunge ile siku, nasi tutafaidika sana. Na siku ile tutakayoifunga ni sisi tu. Wale waliokuwa wamejaliwa safari ya haji, wao watakuwa na amali nyingine watakaozifanya, lakini sisi amali yetu tutakayoifanya mwezi 9 ni kufunga. Lakini ikifika siku ya mwezi 10 ndio inaitwa yaumul adha, yaumul Eid akbar, yaumul nahari na majina mengi. Katika majina yote haya utakuta yanaelekeza katika ibada ambayo inafanyika ndani ya siku ile kwa wale wasiokuwa mahujaji. Waliokuwa mahujaji wanao ibada yao wanaoifanya ikiwemo hii, lakini kwa wasiokuwa mahujaji wao wamehimizwa sana kuifanya ibada hii. Ndugu zangu, ibada ya kuchinja ndio ibada ambayo siku ya Eid, siku ya Nahar, siku ya tarehe 10 katika mwezi huu wa Dhulhijja, ibada hii ni adhim, ni muhimu sana tuifanye, tuipupie. Na ibada hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anatusisitiza kwamba faida yake inaturejea sisi wenyewe pale aliposema la yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, kwamba nyama za wanyama mlioamrishwa kuwachinja na mkawachinja sizo zitakazomfikia Allah subhanahu wa ta'ala, na damu za wanyama ambao mmewachinja baada ya kuamrishwa kuwachinja nanyi mkawachinja sizo zitakazomfikia Allah subhanahu wa ta'ala, walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini unaomfikia Allah ni ule uchamungu wenu. Hivyo basi katika kuitekeleza ibada ya kuchinja, moja kwa moja unakuta kwamba unajitengenezea mazingira ya Allah subhanahu wa ta'ala aichukue takwa yako, aithamini takwa yako, aione takwa yako. Na hakuna jambo la umuhimu kama kuwa umefanya jambo zuri na ukamfikishia yule anayestahiki kufikishiwa uzuri. Yanaluhu taqwa minkum. Araaita law nalahu alfujura minkum, law nalahu alfujuru minkum, kama uasi wenu ndio unamfikia Allah, nini kinatokea hapo? Kinyume chake sasa ni uchamungu wenu unamfikia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kuitekeleza ibada hii ya kuchinja. Ndugu zangu, katika hadithi iliyopokewa na Imamu Tirmidhi na akaisahihisha Sheikh Nasiruddin Al-Albani kutoka kwa Aisha, Mwenyezi Mungu amuwie radhi, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma amila adamiyun min amali yawm an-nahri ahabba ila Allahi min ihraqi dami, hajafanya mwanadamu yoyote siku ya nahari, siku ya kuchinja, amali inayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa amali ya kumwaga damu, kwa maana ya kuchinja mnyama. Amali nyingi siku ile watu wanazifanya, watu wanasaidiana, watu wanapeana sadaka mbalimbali, watu wanasalimiana na kutembeleana, lakini kama kuna amali ambayo itakuwa ina ujira mkubwa zaidi katika siku ile ya yaumun nahari ni ibada ya kuchinja, min ihraqi dami, kuchinja. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, innaha latati yawma alqiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adhlafiha, wanyama ambao watakuwa wamechinjwa katika siku hiyo, siku ya kiyama, watakuja na pembe zao na ngoya zao na kwato zao. Wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakani qabla an yaqa'a min al-ardi, na damu inatuka kwa Mwenyezi Mungu mahali maalumu kabla ya kutoka katika ardhi.
yani ile damu wakati unamchinja mnyama wako siku ya nahari, ile damu inafika mahali maalum ambapo Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anapajua, na pameandaliwa damu za wanyama wa udhiya itafika pale kabla hata haijatua katika ardhi pale ambapo umemchinja mnyama yule. Basi Mtume sallam akamalizia kwa kusema fatayibu fiha nafsa, ebu zifanyeni nafsi nzuri katika hilo. Maana chinjeni mkiwa mko radhi, chinjeni mkiwa mko radhi. Kuna wakati mtu anaweza akawa anaifanya ibada, lakini ibada hiyo anaona kana kwamba analazimishwa, anaona kana kwamba anapata hasara. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fatayibu biha nafsa, zifanyeni nzuri nafsi zenu kwa ibada hiyo, chinjeni mkiwa mko radhi, mtayapata malipo yaliyokuwa kamili. Basi Mwenyezi Mungu atupe taufiki, atupe nguvu, atupe uwezo wa kutekeleza mazuri yote yanayotakiwa kutekelezwa kipindi hiki, lakini atupe uwezo pia wa kufunga hususan katika siku ya 9 ya mwezi huu, lakini pia atupe taufiki ya kuweza kuchinja mnyama. Kwa machache haya niseme wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.